kifafa, it's more than 13 years right now. But nakumbuka nikianza ilikuwa a very big challenge. Kwa sababu watu hawana information kuna kukusaidia kila roka, watu wanakutoroka, watu wakisikia tu uko na hiyo kifafa. Mtu akikutana na wewe umeanguka, siku nyingine mtu akikupata umeanguka, siku nyingine akikutana na wewe anahepa. Yeah? But hii maneno yote ni kwa sababu watu hawana information na watu hawajui kufanya first aid. Nimekutana na mara 3 na watu kwa njia wameanguka, nikawafanyia first aid ya kifafa. Nikauliza watu, mnakimbianga nini? Wanasema wanaogopa kuandika statements na serikali. Huyo mtu akikufa watamuuliza nini ilifanyika ndio huyo mtu akakufa. Lakini hawajui mtu akifafa si ati anakufa. Ni kuanguka, hiyo kitu inaisha, anafanyiwa first aid, anaendelea na maisha. So mtu anaweza tu fanya kila kitu yenye anaweza fanya for as long as ujue kumanage hiyo kifafa. Kwa sababu si unajua kuna causes different. Hizo zinaitwa triggers. Yaani vitu zenye zinasababisha hiyo kifafa. Ingine inaweza kuwa mwangaza. Mtu akipatikana na mwangaza bright sana kama hii, unaona kama mimi nimevaa hizi, si kuslay. Si ati na slay. Hii nikikutana na mwangaza kali inaweza pata inani affect na gonjeka. Watu wengine unaona ni sauti kama yenye imewekwa hapa, unaona mtu mwingine akisongea tu speaker hivi ndio huyo ameenda. Wengine ni stress. Sasa ukijua nini inafanya na ujue venye ya kumanage ama kuavoid, unapata tena kugonjeka ni ngumu. Alafu tena in case upate umegonjeka unajua kumanage. Alafu tena kwa sababu kuna information hakuna kujificha. Unajua ukienda mahali na ujue usikipoa, unaweza ambia huyu na huyu na huyu sisikipoa kwa sababu ya 1 2 3. Lakini ukiona nimeanguka hivi ndio unanisaidia. Unanifanyia tu 1 2 3, usiogope. Ukiona nimegonjeka kama ukiona nimeanguka, wewe usiogope kwa sababu sisikipoa na kuanga na kifafa. Ukiona nimeanguka, nifanyie tu hivi, utaona tu nimerudi poa. Yeah? So mwache msaidie pia kutoka hapa mwende huko nje. Sasa nyinyi ndio tunawatuma. Watu waache kujificha kwa sababu wenye wanaendelea kujificha ndio wenye wanaendelea kukufa. Ugonjwa kifafa haiui watu. Kitu yenye naua watu ni kukosa kujua venye ya kudeal nayo. Lakini ukijua tu venye ya kudeal na kifafa, wewe unaishi tu maisha yako vizuri. Nawaambia kwa sababu niko na hiyo experience mimi mwenyewe. I think the first 7 years, miaka za kwanza 7 niliishi kwa kitanda usiku mchana. Kitu yenye niliamsha ni hiyo information. Venye nilianza kupata information, kupata training nini. Na sasa nikajua nimekuwa tu nimejizika tu mimi mwenyewe tu. Sasa ndio tunajaribu kusaidia watu. Sawa, tuko hapa sisi wote. Sasa kama wewe uko na kifafa ama uko na mtu yoyote mwenye unajua uko na kifafa, tafadhali dogo 366 366 367 367 368 369 369 370 370 371 371 372 372 373 374 375 375